kutembelea shirika zingine kujifunza zaidi. Namba 7, kuendesha semina ya wanawake ndani ya ushirika. 8, tuwe na safari ambayo itawezesha wanawake katika idara kujifunza mambo mengine sehemu nyingine. Na mwisho, kuongeza vyombo vya jikoni kama vile vijiko, chupa za chai, sahani, hotpot na vitu vingine ambavyo vinahusiana na upande wa chakula. Namba 5, utekelezaji wa mipango kwa mwaka 24-25. Namba 1, tunamshukuru Mungu kwa kiasi kikubwa idara imefanikiwa kutoa huduma kwa wagonjwa na wafiwa ndani na nje ya kanisa kama ilivyoazimiwa kwenye mkutano mkuu wa idara wa Januari 2022, kuambatana na watakaokuwa tayari kushirikiana na wengine, ushiriki wa matukio na michango itakayowezesha kupata huduma. Pia na viongozi wa idara ngazi ya mitaa na jumuiya kuwajibika na kuwa mstari wa mbele katika shughuli za wanawake ndani ya jumuiya zao na ushirika kwa ujumla. Katika kuendeleza kuboresha mradi wetu wa vinywaji, ujenzi wa fremu umeweza kuanza, ambapo mpaka sasa tulishasimamisha kibanda kuta zake na bado tunajiandaa kuelekea kuwezeka na kufanya finishing. Namba 3, vipindi vya kina mama siku ya Ijumaa ya kila wiki kuanzia saa 12 jioni hadi saa 2 usiku kwa kuongeza msisimko kuhusiana na umuhimu wa kuhudhuria vipindi hivyo. Namba 4, tuweze kumtunza mchungaji kama idara ya umoja wa wanawake kama tulivyokubaliana mara 4 kwa mwaka kwa utaratibu wa mwezi wa 3, wa 6, wa 9 na mwezi wa 12. Baraza limepitisha na kutoa fedha zilizoweza kununuliwa kwa baadhi ya vyombo vya ushirika, vyombo vya jikoni kwa ajili ya chakula na chai pia. Changamoto tulizonazo katika idara ya umoja wa wanawake kwa kanisa la Moravian Kigamboni imeendelea kupambana na changamoto mbalimbali zinazoikabili idara kwa ujumla kama ifuatavyo. Namba 1, mahudhurio ya kina mama katika vipindi vya wanawake kila siku ya Ijumaa na shughuli zingine zinazohusu. Namba 2, mradi wa vinywaji bado umesimama ukisubiri ukamilishwaji wa kibanda au fremu yetu. Namba 3, hakijaweza kufanya safari au tour kama tulivyofikiria. Na 4, hatujafanikiwa kufanya semina sisi kama idara ya wanawake, hivyo tutajipanga tutaweza kufanya baada ya sikukuu hii. Malengo ya sikukuu ya idara ya wanawake mwaka 2025. Lengo tulilopangiwa na ushirika ili ni kukusanya kiasi cha shilingi milioni 3 tu. Hivyo tunaomba wageni rasmi, wageni waalikwa na Wakristo wote kuungana nasi katika kutimiza lengo hilo, na ikimpendeza Mungu tunatamani tuvuke lengo kwa kiasi kikubwa. Namba 8, malengo ya idara ya umoja wa wanawake mwaka 25-26. Namba 1, kuendeleza kutoa huduma ya msingi ya kiroho na ya kimwili kwa kanisa na jamii kama vile kuliombea kanisa, kutembelea wagonjwa, kufariji wafiwa na kuendelea kujifunza neno la Mungu. Namba 2, kukamilisha ujenzi wa fremu ya kuuzia vinywaji na vitu mbalimbali. Namba 3, kuboresha vipindi vya kina mama vya Ijumaa kwa kuongeza msisitizo kwa wanawake kuhusiana na umuhimu wa kuhudhuria vipindi hivyo, kuazimia moyoni na kuendelea kuombeana ili kuweza kufanya vipindi hivyo kwa hali ya juu na kwa ufanisi. Namba 4, kuendelea kumtunza mchungaji kama idara ya wanawake kama tulivyokwisha sema, tunamtunza mara 4 kwa kila mwaka. Hilo tumelazimia kuendelea kulifanya. Vile vile tumekubaliana kuendelea kuwatunza wachungaji wastaafu ambao tuko nao wanaendelea kuhudumu na sisi mahali hapa. Au tumekubaliana tutakuwa na watunza kila mwezi Juni kila mwaka.
Kwa hiyo katika mwezi huu wa Juni tuna ratiba hiyo ya kuwatunza hao wastaafu ambao tuko nao katika ushirika wetu. Lingine ni kutembelea shirika zingine ili kuweza kujifunza zaidi. Lingine inayofuata ni kufanya semina ya wanawake na mabinti ndani ya ushirika. Namba 9, hitimisho. Idara ya wanawake tunamshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha mwaka mzima wa 2024 mpaka 2025, ikiwemo kutupatia uzima hata kipindi ambacho tulilegalega katika kutekeleza majukumu yetu ya msingi kama wanawake. Ikumbukwe huu ni mwaka wa sinodi, hivyo tunategemea kuchagua viongozi wapya. Tunamshukuru Mungu sisi viongozi wote kwa kutuwezesha kuongoza wanawake katika kipindi hiki cha miaka minne. Sisi viongozi wa ushirika na sisi viongozi wa jumuiya tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuweza kuwaongoza au kuwaelekeza wanawake wenzetu katika kipindi hiki cha miaka minne ambayo inaenda kuishia Disemba 2025. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Wenyewe viongozi wa ushirika na viongozi wa jumuiya wanaelewa jinsi ambavyo waliogelea kwenye hii bahari ili kufika Melita. Naamini viongozi mnakaribia kufika Melita. Mungu awatie nguvu. Bwana Yesu asifiwe.